Tanzania. Nzega oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mbunge wetu Mheshimiwa Bashe oye! Na nyie wenyewe oye! Hamasa mpo? Hamasa Bashe mpo? Asante sana, tukae. Hamasa Bashe hiyo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tabora ambaye sasa unakaimiwa na Mkuu wa Wilaya ya Sikonge, Mheshimiwa Aweso, Waziri wa Maji, Mheshimiwa Nasro, Mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi, waheshimiwa wakuu wa wilaya pamoja na kamati za ulinzi na usalama rasi akiwemo viongozi wa kamati ya siasa ya mkoa, na nitambue uwepo wa wakongwe wetu, waasisi wetu wa chama, Mama Mchemba, mwenyekiti wa UWT mkoa, mbunge mstaafu, pamoja na muasisi wa jimbo hili la Nzega kwenye ubunge, si mwingine ni Mheshimiwa Seleli maarufu. Tunashukuru makali yale. Waheshimiwa wabunge wenzangu mlioko hapa wa majimbo yote ya mkoa huu, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Nzega pamoja na kamati ya siasa, natambua pia tunaye Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri hii ya Nzega mji pamoja na waheshimiwa madiwani wote. Nashukuru kwa uwepo wenu, wakurugenzi, mameneja wa taasisi mbalimbali za serikali, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri yetu ya mji wa Nzega, wakuu wa idara na viongozi wote walioko hapa. Natambua pia uwepo wa viongozi wa dini pamoja na viongozi wa mila, lakini natambua wananchi mlioko hapa na vijana wa hamasa mkiwemo. Niko ziara mkoani Tabora kwa siku 2 na nilianza jana wilayani Igunga na leo niko wilayani Nzega. Ziara hii ni ya kawaida ya kikazi, kazi ya kukagua utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kupitia miradi yake, na itembelea miradi yote ambayo waheshimiwa wabunge waliomba fedha na fedha zimekuja kwenye halmashauri, kuja kuona kama miradi hiyo inatekelezwa na kwamba mingine imeanza kutumika. Nimepata fursa jana Igunga kuona miradi mbalimbali maeneo yote, na kwa bahati nzuri majimbo yote mawili. Leo naanza hapa Nzega mji kukagua mradi huu, lakini kuuzindua ili uanze kutumika. Haya ndio malengo ya ziara hii. Na baada hapa tutazunguka wilaya nzima ya Nzega, na hasa kwenye majimbo ambayo wabunge wake wako hapa, kuona zile fedha walizoziomba ziende kwenye majimbo yao, kama zimefika, zimefanya kazi, na miradi hiyo kama sasa inatumika. Tafanya hivyo maeneo yote mpaka usiku, kama ambavyo jana tumemaliza miradi yote. Ndugu wana Nzega, mengi yamezungumzwa na viongozi hapa, na kila aliyeongea, wengine walizungumza kwa niaba yenu, kunitaka nipeleke shukurani zenu za dhati kabisa na upendo kwa mkuu wetu wa nchi, si mwingine ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Na salamu hizi zinatokana na shukurani ya kazi mzuri aliyoifanya akishirikiana na wabunge
kwa kutambua changamoto mlizonazo, kwa kutatua changamoto mlizonazo, kwa kujenga miradi ya kimkakati kwenye maeneo yenu ambayo sasa wananchi wanashuhudia na kufurahia miradi hiyo. Nataka niwaahidi mara baada ya kikao hiki nitafikisha salamu zenu huku, mimi ikiwa nimeshakuja na salamu zenu kutoka kwake. Wananzega, pokeeni salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, anawasalimia sana. Vile vile pokeeni salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, naye anaandamana na Mheshimiwa Rais kuwapongeza sana Wananzega wilaya nzima kwa kazi mzuri na maendeleo mlioyafikia. Piga makofi mengi kwa viongozi wetu. Nzega ina mwakilishi Mheshimiwa Hussein Bashe, mbunge. Bahati mbaya hatuko naye sasa hivi kwa sababu ambazo katibu wa mbunge amezieleza na mkuu wa mkoa, lakini na Mheshimiwa Kigwangala alimwakilisha hapa ameeleza. Alikuwa na tatizo la kiafya huko mwanzo, lakini sasa anaendelea vizuri. Nimezungumza naye jana usiku, anaendelea vizuri na amenituma kuleta salamu kwenu wapiga kura wake, wazazi wake, vijana wote, wakina mama wa Nzega. Mheshimiwa Bashe anawasalimia sana, anawatakia kila laheri kwenye mkutano huu, anawatakia maisha mema kwenye mfululizo mzima wa utekelezaji wa shughuli zote. Anawataka kuhakikishia kwamba Mheshimiwa Bashe amesema hata watupa kamwe. Mmefanya jambo kubwa sana kwake. Mheshimiwa Bashe oye! Mheshimiwa Bashe oye! Sitakosea nikiwauliza Mheshimiwa Bashe. Nimeupata ujumbe asubuhi tu. Sitaki kuuliza asubuhi ya nini, lakini nimeshapata ujumbe. Mheshimiwa Bashe ameneleta kwamba yale mafungu yote yaliyoletwa kwenye wilaya hii na hasa kwenye jimbo lake, fedha zote zimefanya kazi kama zilivyokusudiwa. Na mimi nataka niwaambie Mheshimiwa Bashe ambaye ni mbunge wenu, ambaye pia amepewa jukumu la kumsaidia Mheshimiwa Rais kwenye sekta ya kilimo, ni waziri aliyepata mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya kilimo hapa nchini. Ni mtoto wenu, mmemzaa wenyewe, mmemlea wenyewe, mmemsomesha wenyewe, mlianza kumpa majukumu. Uwezo wake mliompanyie Mheshimiwa Rais ameuona, amempa kazi, ameonyesha kuwa ni waziri bora kabisa kitaifa, na hapa Nzega sina mashaka. Nzega hii iliyoanza kwenye historia mbalimbali, alichofanya Mheshimiwa Bashe ni kuja kuendeleza yale yote mazuri na kushughulikia changamoto alizozikuta mpaka hapa tulipofika. Ameniambia nitoe salamu kwa watangulizi wake wote kwa jimbo hili kwamba anaheshimu, anatambua na ataendelea kuthamini mchango aliotoa kwenye jimbo hili na kuifikisha Nzega hapa ilipo. Nzega oye! Nzega oye! Mheshimiwa Bashe anapata ushirikiano mzuri sana na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa kuwa ni mtu wake anampa majukumu mengi. Nataka niwaambie hakuna kitakachokwama hapa Nzega. Nyie semeni, mwambieni. Mheshimiwa Bashe ana mambo mawili ya kuamua. Azungumze na waziri mkuu, amwambie kule kuna hili limepungua, au aende moja kwa moja akaseme mama kule kuna shida hii, halafu mabilioni anakuja hapa. Sasa mnapopata mbunge wenye kuzungumza na maeneo mawili anachagua yeye, nyewe mnamwachaje? Nani kama Bashe? Nzega mimi napofahamu
nishakaa mkoa wa Singida, tulikuwa tunapita pita. Lakini nimekaa Urambo kwa muda mrefu kidogo. Nzega naifahamu. Hata baada ya kutoka nimepita pita, nimeiona. Na hata nilipopata mamlaka na jukumu hili la kuangalia, kusimamia mwenendo wa shughuli za serikali, nimefanya ziara. Nataka niwaambie, jana usiku nilipokuwa naingia, napata mabadiliko makubwa sana. Naona mji umejaajaa, kutoka Manonga huko mji umejaajaa barabarani mpaka unaingia hapa. Hata nilipopita kituo cha mabasi nilishasahau kama hapa ni pale ambako wananchi walikuwa wanagombana kwa kituo hiki kukileta huko. Najua ilikuwa kazi kweli kweli kukubali kuja huku. Na watu wakaanza kumtishia hata mbunge wakati huo, unatuhamisha katikati ya mji unatupeleka kule porini. Huku ulikuwa porini huko eti. Leo hii ni kati ya mji. Jipigieni makofi wenyewe. Mligombana wenyewe, saizi mnafurahia wenyewe, jipongezeni wenyewe. Ujumbe wangu wa msingi, Nzega inapanuka, inakuwa kubwa. Na miji hii inapopanuka, shughuli zake pia nazo zinapanuka. Wananzega lazima mjitambue kwamba mko kwenye mji ambao sasa ni mahali pa makutano ya barabara zote muhimu. Ukitoka Dar es Salaam lazima utafika Nzega. Ukitoka Burundi hapo utafika. Ukitoka Rwanda utafika Nzega. Ukitoka Kongo utafika hapa. Utatoka Uganda kukatiza ziwa Victoria utafika Nzega. Na ukitokea Kigoma, ukitokea nchi za huko utafika hapa. Nzega oye! Ukuaji huu unaonyesha kwamba eneo hili Wananzega sasa mko kwenye fursa mbalimbali. Fursa hizi pia ni pamoja na fursa za kiuchumi ambazo serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza sana kwamba kila mmoja afanye kazi, atafute fursa inaweza kumletea uchumi. Wananzega tayari kwa kitendo cha wageni wengi kupita hapa, magari na mitambo mbalimbali kwamba lazima ipite hapa, lazima mjue kwamba mko kwenye fursa, mko kwenye lango la fursa, mko kwenye lango la kiuchumi. Badilikeni Wananzega. Halmashauri kupitia maafisa biashara na wachumi waongozeni Wananzega kuibadilisha Nzega. Huu mji sasa lazima mkubali wewe unapangwa. Na nataka nipongeze TANROADS, meneja mkoa yuko hapa. Kubuni kutoa barabara kule kuja kuileta hapa badala ya kupitisha hapa katikati ya mji, umefanya jambo kubwa na umepanua mji bila kujua. Na kwa hiyo tumetengeneza njia tena za kuja hapa, na hapa palikuwa pavumbi, pamewekwa barabara mpaka katikati ya mji na zile za mjini pale. Nzega oye! Ndugu Wananzega, mji huu unahitaji kuwa na nyumba za kutosha za kulala wageni. Mji huu unahitaji kuwa na huduma za kutosha za chakula. Mjenge mahoteli. Mji huu ni mahali pa kupumzika tu. Yaani mtu atoke Mwanza huko anaendesha anakuja hapa panamvutia, akizunguka anasema leo ngoja nimalize kwanza siku hii hapa, taondoka asubuhi. Anapaki gari, anatafuta nyumba nzuri, analala, anakula, anatuachia hela hapa, anaondoka. Wananzega sio kama mnaiona hiyo, jipangeni vizuri. Leo mmebuni kupanua mji kuleta hapa. Manake eneo hili kuanzia hapa mpaka mjini, ardhi yote hapa mmeiongezea thamani. Na ardhi kutoka hapa mpaka pale Pachani kwenda Mwanza, eneo hili lote mmeliongezea thamani kulia na kushoto. Wakati halmashauri sasa mnataka kujipanga kupima viwanja, inawezekana mmeshafanya, lakini lazima mfanye maboresho, viwanja hivyo viwe vina hati, watu wasimamiwe, waanze kujenga, washawishiwe, waanze kujenga maeneo ya uwekezaji mazuri ambayo yatavutia wageni kuja kulala hapa. Leo nimekuja kutembelea kituo hiki cha mabasi kizuri, na kimejengwa pia na mkandarasi ambaye pia namjua.
Samota. Huyu ni mkandarasi ambaye huwa hana maneno. Mimi namjua. Hata alipokuwa mkuu wa wilaya ya Urambo, niliwahi kuiomba kamati ya ushauri ya mkoa kwamba Urambo iruhusiwe kumchukua mkandarasi wa Nzega Samota akajizijenge barabara za Urambo, ikiwemo na barabara kutoka Tabora mpaka Urambo, kwa sababu mkandarasi alikuwa anajenga tulikuwa tukitoka huko ukifika Usoke barabara imekufa, ukija huko mbele mpaka kumekufa. Tukasema Samota ataijenga vizuri, na alipewa barabara, alijenga vizuri, namjua na ubora wake na ujua, na ndiye aliyejenga kituo hiki bora kabisa. Hongera sana wana Nzega. Wana Nzega, nimeshakamilisha kazi yangu ya kuzindua kituo. Kinatakiwa kianze kutumika. Nimepita kwenye mabanda yenu. Nimeambiwa mgaonyo wa watakao shiriki pale. Moja ni wale wenye mabasi yote yanaanza safari hapa, mawakala wale wenye mabasi kutoka mbali watapata ofisi zao hapa. Jambo zuri kabisa. Mmetenga vibanda vya biashara. Jambo zuri, lakini havitoshi kwa matakwa na ukuaji wa mji wa Nzega. Nisihi halmashauri kule ambako naona kuna udongo na ukuta, pevu hizi na ukuta, ongezeni vibanda vya biashara. Ili mweze kuleta wafanyabiashara wengi zaidi. Huu ubunifu ambao mmeubuni ni mzuri sana, na mimi na usapoti. Na ndio utasababisha mji huu kuwa na kupanda viwango. Hata mkija kufikiria kuomba vya kuomba huko inawezekana. Waleteni vijana hapa wajasiriamali wapate riziki yao hapa kupitia mapato haya. Najua nyie wenyewe hamtaweza kwa sababu pato lenu dogo sana, nimeliangalia. Bilioni 3 kwa mwaka, fedha ndogo kwenu kama mji. Lakini mkijenga vibanda kule mtakuwa mnaongeza pato lenu, mfike angalau bilioni 4. Endeleeni na utaratibu wenu wa kuzungumza na taasisi, na wazara pia taasisi za kifedha ziko hapo. Na nyinyi mnakopesheka. Kiomba kibali TAMISEMI. Lakini kule TAMISEMI kuna ile bodi ya mikopo ya TAMISEMI inayo fedha. Fanyeni utaratibu, mkamilishe mradi huo ili walete wengi zaidi hapa, alafu movement ya kifedha itakuwa inakuwa kila siku. Sasa basi hivyo vibanda vichache vilivyopo na maeneo mliotenga kwa ajili ya mamalishe, wale walioanzilisha kituo hiki kwa wanapika chakula hapa, wanafanya biashara hapa, msiwahamishe hata mmoja, wote wabaki hapa. Mimi najua historia ya kituo hiki, watu wameanza kwa shida hapa, hata kuwavuta wale ilikuwa shida, ilikuwa lazima watu watangulie. Mimi nakwenda wakaanzisha hapa mamalishe, babalishe, walikuwa wamejitoa, akakimbia mji wakaja huku. Leo mna vibanda hivyo vichache, wapangeni pole pole kadiri ya uwepo wao, wakae hapa wakae sasa kwenye kivuli, waanze kufanya biashara yao ya mamalishe, babalishe na biashara nyingine. Najua kwenye mchakato huu unakuwa na shida. Jana nilikuwa Igunga, wamejenga maduka vibanda 80. Nimewauliza mnawapataje wafanya biashara? Sawa, tumetumia mfumo wa Tausi. Huko ndani huko kuna moduli, maneno ya Kiingereza mengi. Wananchi hawa maneno haya yote hawayajui. Nikasema mfumo huu nimeshagundua mnajirenganyie wenyewe, mnaojua Tausi, mnaojua moduli, mnajua nini. Nenda pale wanahangaika wale, wachukue wale wasema wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, au tafuta utaratibu wao kuja kujitambulisha kwenu, na mnawajua wanahangaika kila siku. Kwa nini mnapeleka moduli, Tausi, alafu majibu atoke TAMISEMI badala ya hapa halmashauri? Lakini nyie sisemi neno kwa sababu vibanda ni vichache. Wale mtumieni mfumo, ameniambia mshitiri kwamba wamepanga utaratibu wa wazi, wamewaita pamoja, hao wachache wataweza kufanikiwa. Lakini nataka niwasihi watumishi wa halmashauri, vyumba vichache hivi waacheni wananchi waingie wao. Tusije tusikie mkuu wa idara ndio amechukua vibanda viwili wakati vibanda vyenyewe viko 6 na vitoshi hata kwa hawa waliotangulia hapa. Tumieni utaratibu huo
wafuateni hawa machinga wenyewe, wafuateni hawa ambao wanataka bidhaa zije hapa, waingie hapa. Tutaweza kujenga uaminifu wetu kwa wananchi wetu namna kuwatumikia. Kwa hiyo kwa kuwa wengi ni wafanyabiashara wala wakata tiketi hapa, najua wale hawana shida, makampuni yanajulikana yako wazi, wapate mabasi nafasi zao, mabasi yote yaanze safari hapa, yanayotoka huko yaje hapa. Wakina Nasoro Bus Service wawe na ofisi hapa, wakina nani na service nini waje hapa, wakina Maskati nani si kochi waje hapa, ili kila mmoja achague basi anayotaka akiwa hapa. Na halmashauri endelea kufanya maboresho eneo hili, kwa sababu tunahitaji hapa pawe smart. Mazingira haya lazima yawe smart. Wale wote watakaoingia humu wapewe masharti ya kupafanya mahali pao pawe smart. Tusishuhudie manailoni ya juisi yamesambaa, chupa za maji zimesambaa. Hapana, lazima tuwe na utaratibu. Kwa hiyo watumishi yule ambaye anahusika na kituo hiki, wekeni utaratibu mzuri, tuende maelekezo mazuri, mwe mnakutana mara kwa mara, waambieni namna kukitunza kituo chetu ili mazingira yake yawe ya kuvutia. Nilipokuwa pale kwenye maelezo niliyopewa na engineer na mtoa maelezo, alionyesha ukubwa wa eneo hili na shughuli ambazo zinafikiriwa kufanywa hapa, ikiwemo na malori. Mmepanga eneo la nje liwe na malori, nayo pia ni ubunifu mzuri. Sina uhakika kama mmeenda Dodoma jiji kujifunza, ambako Dodoma jiji mbali ya vituo vya mabasi, lakini pia wamejenga kituo kikubwa cha malori, yanasimama huko, yanafanya service hapo, yanafanya kila kitu hapo. Na nyie mmetenga eneo, mmesema kwa sasa hamna uwezo wa kujenga, lakini mmeshatenga eneo. Sasa kwa uwazi huo nikataka kujua kama huko hakuna wananchi wanaingia huko baadaye wawape shida, kwa sababu plani hiyo ni mzuri. Na naomba niwashauri, nilipowauliza malori sasa yako wapi, mmesema yamezagaa mjini. Hapana, pale pitisheni katapila, chonga tu, weka liuwanja tu likubwa kwenye eneo lenu, hayo wazi kabisa. Na mnaweza mkashauri wale gerejias wale wauza oil, wauza brake fluid, wauza spana, wakapata vibanda vyao hapo ili kutoa huduma kwa watu malori. Na malori yote myagize sasa yaje hapa, ili na nyie muanze kuona namna kuweza kukusanya fedha hizo. Mimi nadhani ushauri huu uchukueni, alafu mna uwezo kupata katapila. Huyo Samota huyo ana makatapila mengi tu, sema baba tulimie huu uwanja, weka hapa level vizuri, mwaga kifusi cha kawaida tu, gharama ndogo tu, pamoja na pato lenu kwa dogo la bilioni 3, lakini mna uwezo mkafanya eneo lile likakaa vizuri tu, alafu malori yote mnaambia enjoyeni hapo, kila mmoja anapata. Mwenye tairi abadilishe pale, vijana wetu mafundi tairi watafanya kazi pale, wauza nini hapo, wauza misumari ya breki pale, kila kitu, na vijana wetu sasa watapata eneo la kufanya kazi yao vizuri. Fanyeni hilo ili eneo lile liweze kuleta mvuto na watu waweze kujipatia kipato. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kati ya moja ya jambo ambalo ameliwekea kipaumbele ni kuwataka Watanzania kila mmoja afanye kazi inayomwezesha kujiendeshea maisha yake na jamii yake. Na nyie sasa ndio wabunifu wa maeneo haya. Hata kituo cha mabasi huo ni ubunifu. Mnapata, lakini mnawaleta pamoja vijana wale wajasiriamali, wanapata kipato. Hata hicho kituo cha malori mkiwaweka pale, mtaanza kuona biashara inayoshamiri pale kuliko sasa inavyokuwa. Na lakini uchafuzi wa oili, diesel na kila kitu unakuwa haupo, utakuja hapa na mtasababisha vituo vya mafuta viongezeke zaidi ya huyo aliyejenga hapa. Haya ndio mambo yanakuja kukuza mji. Endeleeni kupanga mipango, wana mipango miji kama huko hapa, mkae kwenye kamati yenu, waheshimiwa madiwani wako wanasikia hili, huo ni mpango kazi mzuri, utawaongezea kipato kwenye pato lenu dogo ambalo mimi nimeliona. Sasa haya tunapoyafanya, na leo nimeshafika nimekamilisha hili, mwishoni nitatoa tu tamko la uzinduzi. Na kwa kuwa bado tuna safari ndefu ya kupita wilaya nzima kwenye majimbo yote kukagua miradi, na huko naambia wananchi wananisubiri, basi niwahakikishie kwamba serikali yenu inaendelea na mpango kazi wake wa kuwahudumia
Watanzania wote na nyewe wana Nzega mkiwemo. Serikali hii chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan iliyoundwa na Chama cha Mapinduzi, chama tawala, Chama cha Mapinduzi kinakwenda kukamilisha malengo yake aliyokabidhi serikali katika kuwatumikia nyewe wa Tanzania. Na mimi nikiwa msimamizi wa shughuli za serikali, najua namna tulivyofanya kazi, najua hatua tuliyofikia. Hii miradi ambayo tunaifanya sasa tunakamilisha tu ili tuje tuwaambie kwa kuwapa mrejesho, na kazi hiyo itakuja kufanywa na Chama cha Mapinduzi. Na ndio kwa sababu leo mjumbe wa halmashauri kuu amesimama hapa akieleza hali ya mkoa wa Tabora, namna ambavyo miradi inasimamiwa, mabilioni yaliyokuja hapa, namna halmashauri inavyosimamia. Halmashauri mtakumbuka tulipoanza miaka kule tulikuwa kila siku tuna banana. Kila siku ilikuwa lazima tukutane tubanane. Kulikuwa na watu waendi vizuri, tumebanana. Lakini mafanikio yake ni haya ambayo leo tunaringia hapa. Hongera sana watumishi wa halmashauri kwa kazi yote mlioifanya katika kipindi chote, na hatimaye sasa tunakuja kuona hali hii. Tunajua yako madogo, lakini hayo yatasimamiwa na wakuu wa wilaya, yatasimamiwa na mkuu wa mkoa na kamati zenu za ulinzi na usalama. Endeleeni kufuatilia miradi yote inayoendelea kutekelezwa ikamilike kabla ya mwezi wa 8, ili sasa Chama cha Mapinduzi waingize kwenye mpango wa kuizungumzia miradi hiyo. Zoezi hili ni lenu kwa idara. Nenda kwenye vikao vyenu, kaelezeni kabainisheni miradi ambayo haijakamilika na ikamilishwe katika kipindi kifupi, ili sasa tukabidhi kwa Chama cha Mapinduzi waendelee na zoezi la kupeleka mrejesho kwa Watanzania. Waheshimiwa madiwani wenzangu, najua ninyi mnamaliza muda, lakini simamieni miradi hii ambayo inatekelezwa kwenye kata zenu. Ielezeni timu yenu ya watendaji ndani ya halmashauri kwamba mradi huu lazima ukamilike kabla ya muda. Sababu miradi hiyo kamilika kwake ni maslahi makubwa kwenu waheshimiwa madiwani, na ni maslahi pia mbunge ambaye anatafuta fedha kule makao makuu. Ndugu wananchi, serikali yetu katika kipindi chote hiki kimejikita hasa kwenye maeneo ambayo nyewe mna uhitaji mkubwa. Na uhitaji huu ni wa kila siku kwenye maisha yenu. Na ndio kazi tunatufanya sasa, tuzunguke tukague miradi hii ili kuona kama utoshelevu wa mahitaji miradi hiyo umekamilika, wananchi wanaendelea kupata huduma. Tunajiridhisha kama sekta ya elimu, shule zipo, watoto wanakwenda shuleni, wanasoma. Taarifa nilizonazo ni mzuri kwa wilaya hii. Kwanza, shule zipo za msingi na sekondari. Lakini 2, vijana wetu wengi wanaenda shule sasa. Hata uandikishaji pia mwaka huu mmeshafikia 100%. Kwa wale wote wenye umri wa kwenda shule wanakwenda shule. Wazazi kwenye hili lazima niwapongeze kwamba sasa mnajua umuhimu wa elimu. Jipigieni makofi wote wazazi. Mimi nasisitiza tu kwamba watoto wetu lazima waende shule. Hatuna sababu ya kutowapeleka shule, kwa sababu leo shule zipo. Leo hakuna ada wala michango ya hovyo. Ukwaziki kumpeleka mtoto wako shule, na usimamie mwenendo wa masomo yake mpaka amalize darasa la 7 alafu aende sekondari. Sekondari zipo na zimejengwa nyingi, na awamu ya 6 imeongeza shule zaidi kwa kuangalia wapi kuna watoto wengi, na tumeongeza shule ili kupunguza wingi wa watoto. Tulikuwa na changamoto kubwa sana ya walimu. Hatukuwa na walimu wa kutosha. Najua watoshi, kwa sababu kwenye walimu huwa hawatoshi wakati wote, kwa sababu kuna masomo na kuna vipindi humo, lazima kila kipindi kiwe na mtu. Lakini kuna wanaostaafu, wanaotangulia mbele za haki. Eneo hili litaendelea kuwa na changamoto. Tunachofurahi ni kwamba hata wiki 2 zilizopita serikali ilitoa ajira walimu zaidi ya 8,000 wa shule za msingi na sekondari. Watakuja kuongeza idadi ya walimu waliopo ili mzigo walionao upungue. Na hao waliopo tumeanza kuona matunda ya uwepo wao. Ufaulu kwenye wilaya hii umeongezeka sana. Hongera sana. Ndugu wazazi, tukiwapongeza walimu wetu, wanaweza kuongeza kasi ya ufundishaji, na mimi sina mashaka na walimu wetu. Jana nilipokuwa Gulamali Secondary School, naambiwa wilaya ile Ziba iko kwenye top 10 kitaifa. Ziba sekondari
ziba siku hapa barabarani, na ilitoa division 1 wanafunzi wote. Na Nzega pia nako ufaulu umeongezeka. Kwa kwenye sekta ya elimu kazi kubwa imefanyika. Miundombinu imejengwa na tunaendelea. Madarasa, maabara. Sasa tuko kwenye mkakati wa ujenzi wa nyumba za walimu wetu kwenye shule zetu zote. VETA iko. Tunapeleka vijana. Kwa maeneo haya yote kwenye sekta ya elimu hatuna mashaka nayo. Lakini pia sekta ya afya, hapa ni mahali pa kongwe. Tuko nayo hospitali ya wilaya ya muda mrefu, maboresho yamefanyika sana. Tunataka kuhesabu jambo moja moja, tutatumia muda mrefu, lakini hospitali yetu imeshaboreshwa, vifaa vya madawa, ambulance, magari ya kubebea wagonjwa kutoka mbali kuleta rufaa ya wilaya. Haya yote yamefanyika na nyinyi ni mashahidi, na wabunge wetu wanaeleza kila siku. Chama cha Mapinduzi kinaeleza kila siku. Sipaswi kurudia, lakini nataka niwaahidi kwamba kama kuna maombi yoyote kupitia kwa mbunge, niwaambie tu kwamba mbunge wenu tutamhudumia kama serikali ili alete yale yote ambayo mnahitaji kwenye eneo lenu. Sekta ya maji ambayo mnatumia kila siku na uhitaji ni mkubwa. Mheshimiwa Waziri wa Maji ameeleza hapa. Hata Mheshimiwa Kigongwala ameeleza hapa. Mradi huu mkubwa wa Ziwa Victoria ndio umekuja kuwa mkombozi kwa mkoa mzima. Jana nilipokuwa Igunga, sasa maji tunapeleka Simbo. Na inawezekana tukapita hapo tukaunganisha na Ndala kule, lakini Ndala wanapata kupitia laini kubwa, kupitia Puge na kwenda Ndala. Haya yote yanafanyika na serikali hii. Mpaka Bukene, siwaambii Kaliua ambako ni mbali kidogo, maji yanakwenda. Na kule Sikonge. Kwa hiyo sekta ya maji tumepata mafanikio, na pale ambako hatupafikii Mheshimiwa Rais alishanunua malori yenye kubeba mitambo ya kuchimbia maji.